Tunawashukuru sana na muendelee kutujali kwa sababu mnaona changamoto ambazo zinatupitia sisi. Kila mwaka sisi tuko kwenye kiangazi. Kinjukuru wakai amo nana msaada na yewo adwa nkijije miti moja. Na enoro laide ba noro nikinjukuru wakai kere rogiyo wakai tangarage ana msaada ni radwa. Nawashukuru sana. Tunaomba watupe msaada huu kwa sababu tuna shida sana ya maji. Kwa upande wa kina mama tunahangaika sana na mapunda kwenda kufuata maji sehemu ya mbali sana. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Mkurugenzi wa shirika la vijana Assembly Mbayani Tayai amezindua mradi wa kugawa matangi ya uvunaji wa maji ya mvua yenye ujazo wa lita 5,000 kwa wananchi wa kijiji cha Mti Mmoja, kata ya Sepeko, wilayani Monduli, ambapo mpango huo ni sehemu ya jitihada za shirika hilo katika kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Katika uzinduzi wa zoezi hilo, Mbayani Tayai amesema kuwa kijiji cha Mti Mmoja kinakabiliwa na kiangazi kikali kinachosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi, hali inayosababisha uhaba mkubwa wa maji kwa wananchi. Amesema baada ya kufanya tathmini amegundua kuwa njia sahihi na ya kudumu ya kuwasaidia wananchi ngazi ya kaya ni kuwapatia matangi ya kuvuna maji ya mvua pamoja na kuwawekea miundombinu bora itakayowezesha kuvuna na kuhifadhi maji hayo kwa matumizi ya nyumbani. Mgeni rasmi katika uzinduzi wa mradi huo ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli, Mheshimiwa Kisiwa Kimwitiko, ambapo amempongeza Mbayani na shirika la vijana Assembly kwa kutoa matangi hayo 30, ambapo kwa awamu ya kwanza matangi 15 yametolewa kwa ngazi ya kaya, na kusema kuwa mradi huo ni sehemu ya jumla ya matangi 200 yanayotarajiwa kugawiwa ndani ya kipindi cha miezi mitatu katika wilaya Monduli, akisisitiza kuwa moja ya changamoto kubwa zinazoikumba wilaya hiyo kwa ujumla ni upatikanaji wa maji safi na salama. Aidha, mwenyekiti huyo ameongeza kuwa juhudi zinazofanywa na shirika hilo ni kuunga mkono mikakati ya serikali katika kuboresha huduma ya maji kwa wananchi, hasa katika maeneo ya vijijini yanayokabiliwa na ukame wa mara kwa mara, akihimiza wadau wengine wa maendeleo kujitokeza kusaidia katika miradi ya maji ili kupunguza adha wanayoipitia wananchi, hususan wanawake na watoto. Kwa upande wao, wananchi wa kijiji cha Mti Mmoja ambao wanufaika wakubwa mradi huo ni akina mama wamelishukuru shirika la vijana Assembly kupitia kwa mkurugenzi wake Mbayani Tayai kwa msaada huo, na kusema kuwa matangi hayo yatapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya kutafuta maji kwa kutumia mnyama aina ya punda, wakiomba kwa dhati msaada huo uendelevu kwa kuwa bado kuna wananchi wengi wenye uhitaji mkubwa wa huduma ya maji katika eneo hilo. Katika mpango huo wa matangi 200, kijiji cha Mti Mmoja kitanufaika kupata matangi 30, ambapo kwa awamu ya kwanza matangi 15 yameshagawiwa ngazi ya kaya. Hii ni Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Mimi naitwa Mbayani Tayai, mimi ni mkurugenzi wa vijana Assembly hapa Monduli. Na taasisi yetu tumekuwa tukifanya kazi ya kijamii ya kugawa matenki, ambapo tunashirikiana na watu tunaoitwa beneficiary, yani wanufaika, pamoja na shirika letu kuhakikisha kwamba tunawapatia zana za kuvunia maji ya mvua. Katika vijiji ambapo tunafanya kazi kuna kiangazi kikali sana kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna upungufu mkubwa wa maji, na kwa sababu hiyo tumegundua kwamba njia pekee ya kuweza kuwasaidia hasa katika maeneo kama haya ambayo hakuna maji ndani ya ardhi, hasa katika maeneo mengi sana, tumebuni mradi huu ambao tunawapatia wanufaika wetu tenki ya lita 5,000, rain gutters, down pipe, hizo ni pipes za kukusanya maji ya mvua kupeleka kwenye matenki, lakini vile vile tusafiri kutoka mjini hadi kuja hapa vijijini, lakini vile vile tunawekea koki, na pamoja na hivyo vile vile tunafanya ufundi kwa maana ya kwamba kuhakikisha kabisa kwamba tunaweka miundombinu yote inayohitajika katika kuvuna maji ya mvua. Kwa hiyo leo hii tuko hapa Mti Mmoja kuzindua mradi huu. Tumegawa tenki 15, moja ya sehemu ya tenki kama 200 tutakaogawa kuanzia Januari hii, mwezi wa 2 na mwezi wa 3, ambao tutakwenda kutoa kwa mwaka huu. Baada ya hapo tutakuwa na mkutano mkubwa sana mwezi wa 4 ya kufanya tathmini, alafu tutaendelea kuzidi kutoa matenki mengi katika vijiji vingi zaidi hapa Monduli. Gharama ya mradi kwa ujumla
kupiga kila kitu ni shilingi milioni 1,600,000 na wanufaika wanachangia shilingi 550,000 na sisi kama shirika tunachangia milioni 1,50,000. Hiyo ndio mfumo wa mradi, na kwa sasa hivi ili kuweka kila kitu katika njia ya wazi pamoja na njia shirikishi na kuweza kuwasaidia watu, kwa sasa hivi tunatengeneza vikundi. Kwa hiyo mwisho wa siku vikundi kama vikundi wanaweka fedha zao, wanamchagua mwenyekiti, katibu na mweka hazina, alafu baada ya hapo wanaweka fedha hizo kwenye benki ya akaunti zao, na wakishamaliza viongozi wa vikundi watawasilisha taarifa hizo kwetu kama shirika, alafu baada ya hapo tutawapa utaratibu wa kuweza kuwafikia na kuwaletea tenki zao. Niliona kina mama wakitembea umbali mrefu sana kwenda kuchota maji. Niliona wakienda kuchota maji ya mabwawa ambayo kimsingi si masafi wala salama kwa matumizi ya binadamu. Na katika kufanya hivyo, kina mama wanapoteza umbali mrefu, wanapoteza muda mwingi sana kwenda kuchota maji. Sasa katika kuona hayo, tuligundua kwamba umaskini inakuwa mkubwa zaidi kwa sababu watu hutumia umbali mrefu kwenda kuchota maji badala ya kutumia muda mwingi katika kufanya kazi za ujasiriamali na kujiletea faida, hasa kwa wakati kama huu. Tunakuhitaji, unafanya kazi nzuri sana kwa kweli. Anoshi tatizo namba moja ni kia rayo monduli. Nyanga ya lompa ida yana pa machina na ndero yewe yelanga kwa mara na lua na yiki mke nyanga rele kila mahali. Mimi nimejitoa katika njia hiyo. Ama na maidi mairawi tenki, mairawi yengi nyana idi. Na umeleta tenki, tutaendelea kuangalia. Tumesema wewe ne turo yankare kiatu anko ama turuwa mnyamradi alele. Wale ganyani kinitegemea kula mradi lombi sijui kama ofisi na tikira maja amaraba wewe yana muda. Kwa hiyo tukatunze vitu vyetu. Mimi nimefurahi sana kati ya watu wanaokuombea Mbayani na unaanza kunigaiga. Kwa hiyo nakuombea sana, kazi nzuri. Tunawashukuru sana na tunawapongeza kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya ndani ya jamii. Ndio faida ya mzazi kumsomesha mtoto. Haya ndio matunda tunayoyaona. Tunawashukuru sana na Mungu wa mbinguni awaongezee ujasiri ili muweze kuleta vitu vilivyoko mbali kuleta ndani ya jamii kulingana na elimu mliopewa na wazazi wenu. Hawajasoma lakini saa hii wanakula matunda ya elimu ambayo wenyewe hawakuipata. Tunawashukuru sana na muendelee kutujali kwa sababu mnaona changamoto ambazo zinatupitia sisi. Kila mwaka sisi tuko kwenye kiangazi. Kwa kweli kwanza tunamshukuru mwenyekiti wa halmashauri. Alibuni sana mbinu ya kuweza kuwabeba wamama katika familia zao. Na ndio maana saa hii bado hakuna utapiamlo. Hakuna changamoto nyingi zinazotokea, hamna wamama kutoroka tena, wanapambana na majukumu. Tunawashukuru sana, endeleeni kutulinda na kutujali. Haji na ngotanya nilio taonga are nengi jije mti mmoja. Nawashukuru sana. Tunaomba watupe msaada huu kwa sababu tuna shida sana ya maji. Kwa upande wa kina mama tunahangaika sana na mapunda kwenda kufuata maji sehemu ya mbali sana. Kwa hiyo jamani, wape shukrani ya dhati jamani kwa msaada huu na waliotoa wenzetu. Kwa hiyo na sisi tuna changamoto ya kuomba na sisi watusaidie jamani, maana tuna shida ya maji sana. Mabomba bado ni changamoto, hamna maji kwenye kijiji hichi, hamna mabomba. Maji tunayapata sehemu ya mbali sana pamoja na punda. Kwa hiyo wakitusaidia tutawashukuru sana sana sana. Tuliowahi kufanya ni kulilia serikali watusaidie. Sasa serikali wanasema tu maji ni ngumu kupata kwa sababu iko mbali sana.